Kwanza nitaanza na neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Mithali ambacho kimeandikwa na Mfalme Suleiman bin Daud, au Wakristo tunamuita Mfalme Suleiman. Kwenye kitabu chake cha Mithali sura ya 14 kuanzia mstari wa 34 inasema, haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wote. Haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wote. Nilipoongea nanyi tarehe 24 mwezi wa 5, nilipoanza hoja ya utekaji uliokuwa umezidi katika nchi, nilitoa takwimu iliyotoka TLS, Tanzania Law Society, ya watu waliokuwa wametekwa au kupotea, wengine kupatikana, wengine kuokotwa wamekufa. Na sasa ni almost miezi 5 baadaye, utekaji umeendelea, umekuwa wa kutisha sasa. Sasa sio utekaji tena, umekuwa uchukuaji au uvunaji. Imekuwa sasa ni kama mtu anavyochukua kuku kwenye banda la kuku, wakati wowote, saa yoyote, kwa namna yoyote. Mtu yoyote sasa anachukuliwa, si mwanafunzi, sio winga wa Kariakoo, sio padri, sio shehe, sio balozi. Mtu yoyote anaweza kuchukuliwa. Kwa utekaji umekuwa kutisha sana. Na mpaka sasa hivi, wakati nazungumza na nyie mara ya kwanza, nilisema wakati ule kulikuwa na watu 84 wale ambao walikuwa kwenye orodha ya watu wa TLS. Tangu wakati ule sasa hivi ni watu wengi, ambao zaidi ya 108 hivi, ambao ama wametekwa wakapatikana, ama wengine hawajapatikana kabisa. Na kauli zinazotoka kuhusu watu wanaotekwa ni kauli nyepesi sana. Kuzisikiliza ni kauli nyepesi ukilinganisha na uzito wa uhai wa mtu. Ndugu zangu, naomba tukubaliane. Uhai ni zawadi ambayo Mwenyezi Mungu anatupa. Na hakuna mtu mwenye mamlaka ya kupoka uhai wa mtu, hayupo. Tupewa zawadi na Mungu kama ya uhai, tuitumie kwa ajili ya utukufu wake. Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba ya mwaka 1977 ibara yake ya 8 kifungu cha 1,